Nikashtuka sana. Nikajiambia dereva wa Tamulov na kina Staff Sergeant Beto wameshatengeneza mazingira Tina ajue kuwa mimi ndio mpwa wa mzee Salu. Nikajiambia Tina akijua kama mimi nilikuwepo nyumbani kwa mzee Salu wakati mauaji yanatokea, hatoniamini tena. Moja kwa moja ataniingiza kwenye suspect. Nikajiuliza sasa nafanyaje? Nikajiuliza kwanza, ni nani atakayekuwa amempa Tina hizi taarifa? Nikamuuliza, taarifa hizo umezipata wapi? Tina akaniambia, nilipata nafasi ya kupitia nyaraka za maelezo ya matukio yote mawili ya mauaji, tukio la mzee Salu na tukio la Mbwinu. Nimeona kwenye tukio la mzee Salu kuna hiyo taarifa ya uwepo wa huyo binti. Kama ni kweli huyo mtu alionekana akitoka ndani ya nyumba ya mzee Salu, basi yeye kiushahidi wa kimazingira ndiye atakuwa mshukiwa wa kwanza wa hilo tukio. Kwa sababu kama huyo mtu angekuwa ni mtu mwema, alipoona lile tukio alitakiwa atoe taarifa polisi au kwa uongozi wa mtaa au hata kwa majirani. Nikamwambia au aliogopa akajua kuwa yeye ndiye atakuwa suspect wa kwanza. Tina akaniambia, kwenye matukio ya mauaji, hata kama ukionekana ni suspect, upelelezi ukikamilika, ukweli utakutoa kwenye ususpect. Kwa hiyo sio rahisi huyo mtu awe ni mtu mwema. Kwa vyovyote atakuwa alikuwa ni mtu muovu. Lakini maelezo mengine yanaeleza kuwa mzee Salu alimpokea mgeni ambaye ni mpwa wake usiku wa mwisho, ambao asubuhi yake ndio nyumba nzima wakakutwa wameuliwa. Inahisiwa kuwa huyo mtu aliyoonekana asubuhi ndio huyo mpwa wa mzee Salu, ambaye kwa mazingira haya lazima na yeye tumweke kwenye kundi la masuspect. Tena yeye atakuwa ni namba 1. Nikamwambia lakini kina Beto kimazingira wameshathibitika kuwa wao ndio waliomuua Mbwinu, na sio rahisi kumuua Mbwinu bila kuhusika na mauaji ya mzee Salu. Kwa nini tusiwekeze nguvu kwa hawa kina Beto? Wataeleza ni nani aliyewatuma. Tina akaniambia, mambo hayaendi hivyo. Nilikueleza na ninarudia tena kukueleza, matukio ya mauaji ni matukio magumu sana kuyachunguza, magumu mno. Hutakiwi kudharau ushahidi wowote ule, hata uwe mdogo kiasi gani. Unatakiwa uufuatilie mpaka ujue ukweli. Nikamwambia sawa. Akaniambia twende. Nikamwambia okay, ngoja niingie uwani halafu nitoke twende. Akaniambia sawa. Basi mimi nikapiga hatua, nikaingia chooni. Kiukweli sikuwa na haja yoyote ile. Ulikuwa ni woga tu wa kwenda na Assistant Inspector Christina nyumbani kwa kina yule binti aliyeniona nikitoka nyumbani kwa mjomba wangu asubuhi siku ile ya tukio. Nikawa nafikiria jinsi yule mtoto alivyoniona. Nikakumbuka jinsi nilivyogeuka, tukaangaliana usoni, macho kwa macho. Akaniona, nikamuona. Nikajiuliza atanikumbuka kweli yule mtoto na huu muonekano wangu mpya bila ndevu.
Nikawa nimesimama kwenye sinki la kunawia uso mbele ya kioo cha sinki, najiangalia sura yangu jinsi ilivyo bila ndevu. Nikawa najiuliza, kwa muonekano huu yule mtoto atanikumbuka kweli? Nikajiambia sio rahisi kunikumbuka. Nikajiambia nikivaa miwani ndio kabisa nitakuwa nimemchanganya, sio rahisi kunikumbuka. Basi nikatoka mule bafuni, nikarudi chumbani. Kurudi nikachukua miwani, nikavaa, nikamwambia Tina, twende. Tina akasema okay, twende. Basi mimi na Tina tukatoka mule ndani ya kile chumba cha nyumba ya wageni. Tulipotoka moja kwa moja tukaelekea mtaani kwa mjomba. Tukapita pale nyumbani kwa mjomba. Nikaiangalia nyumba ya mjomba jinsi ilivyofungwa. Zile kamba za eneo la tukio, kamba zenye rangi nyekundu na nyeupe, zilikuwa zimefungwa nyumba nzima. Nikawa naiangalia ile nyumba, tukapiga hatua mpaka tukaimaliza. Tina akaniambia nyumbani kwa kina huyo binti ni nyumba ya 5 kutoka hapa nyumbani kwa mzee Salu. Tina akaanza kuhesabu nyumba kwa kutumia kidole chake cha shahada mpaka akaiona nyumba ya 5. Akaniambia twende, ni nyumba ile. Akapiga hatua ya kwanza, ya pili, kisha akasimama. Akaniambia hebu njoo. Akageuka, akapiga hatua, akarudi mpaka pale kwenye nyumba ya mjomba. Alipofika pale akawa amesimama nje mbele ya ile nyumba, akawa anaiangalia nyumba ya mjomba. Akaiangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akapiga hatua, tukaizunguka nyumba ya mjomba kwenda mlango wa nyuma. Kuizunguka akaenda kusimama pale kwenye mlango wa nyuma. Kusimama akawa anaangalia, akaangalia, akapiga hatua, akasogelea dirisha, akachungulia ndani. Akachungulia kwa kama dakika 2 hivi, kisha ghafla akaingiza mkono mfukoni, akatoa gloves, akavaa. Alipovaa akapiga hatua, akausogelea mlango, akaufungua na kuingia ndani. Alipoingia akaniambia njoo, kumbe mlango haujafungwa. Nikamuuliza tunaruhusiwa kuingia? Tina akaniambia mimi ni mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi na nina maslahi na hii kesi, pita, usiogope. Basi nikapiga hatua, nikaingia ndani. Mimi na Tina tukawa tunatembea mule ndani ya nyumba ya mjomba. Tina yupo mbele, mimi nipo nyuma. Tina akawa anaangalia mazingira ya mule ndani kwa mjomba vizuri, akayaangalia kwa umakini sana. Tukakaa mule ndani kwa kama dakika 15 hivi. Tina anapiga hatua taratibu taratibu, anaangalia kila chumba. Akainama akawa anaangalia michirizi ya alama za damu, akaangalia vitu vingi sana. Mimi moyoni nikajiambia asije akaangalia akapata kitu cha kumthibitishia kuwa mimi nilikuwemo mule ndani siku ya tukio. Nikajiambia inabidi tufanye, tutoke hapa. Tina akaangalia vitu mpaka akamaliza. Alipomaliza akapiga hatua, tukatoka. Akavua zile gloves, akaenda kuzitupa kwenye dustbin iliyokuwa nyumba ya jirani.
Alipatupa akaniambia twende sasa kwa kina yule binti. Nikamuuliza mbona hii nyumba ya mzee Salu haijafungwa mlango? Tina akaniambia kwa sababu funguo ilikuwa mlangoni kwa ndani ya nyumba, ndio maana hawakuweza kutumia funguo ile kufunga mlango. Ile funguo ni ushahidi wa kisayansi. Nikamuuliza kivipi? Akaniambia funguo ile inaweza kufanyiwa uchunguzi upande wa fingerprint, lakini pia inaweza ikafanyiwa uchunguzi kuangalia kuwa ni funguo halisi iliyokuwa inamilikiwa na mzee Salu au ni funguo ya kuchongesha iliyochongwa na mtuhumiwa wa tukio. Kwa hiyo ndio maana unaona imeachwa kama ilivyo. Nikamwambia sawa. Tukatembea mpaka tukafika nyumbani kwa kina yule binti. Kufika, Tina akabisha hodi. Tukakaribishwa. Akaja mwanamke wa makamo akatukaribisha. Tina akasalimiana naye, akatoa kitambulisho, akajitambulisha. Halafu akauliza Naomi yupo? Yule mama akakaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema yupo. Tina akasema nilikuwa naomba kufanya naye mazungumzo kidogo. Yule mwanamke akatukaribisha sebuleni, akatuambia tukae tusubiri. Basi mimi na Tina tukaingia sebuleni, tukakaa kwenye kochi. Yule mama akapiga hatua kwenda kwenye korido vilipo vyumba. Tina akawa anazungusha macho yake kukagua mazingira ya ile nyumba ya kina Naomi. Mimi moyoni nikawa nina hofu kubwa sana. Nikawa najiambia vipi kama Naomi ataweza kunijua hata kwa huu muonekano wangu mpya nilio nao baada ya kunyoa ndevu na kuvaa miwani. Nikajiambia kama Naomi atanifahamu itakuwa ni hatari sana kwangu. Nitakuwa nimeingia moja kwa moja kwenye watuhumiwa wa hii kesi, na nitakuwa nimewarahisishia wauaji halisi. Watatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha jumba bovu linaniangukia mimi, kama jinsi walivyopanga, kwa kuwaua watu wote na kuniacha mimi bila kuniua, ili nijulikane kuwa mimi ndiye niliyetekeleza yale mauaji. Basi tukawa tumekaa pale sebuleni tunasubiri Naomi aletwe. Baada ya muda kidogo Naomi akaletwa. Kweli alikuwa ni mtoto yule yule aliyeniona nikitoka mule nyumbani kwa mjomba siku ile asubuhi ya tukio. Naomi akatusalimia, kisha akakaa kwenye kochi lile lile tulilokaa pembeni ya Tina. Nikajiambia hajanikumbuka huyu mtoto. Kama angenikumbuka ni lazima angekaza macho yake kuniangalia vizuri. Tina akaanza kujitambulisha kwa lugha laini kwa yule mtoto. Alipomaliza kujitambulisha, akanitambulisha na mimi kama mwandishi wa habari. Kisha akaniambia, vua miwani, Naomi akuone. Sio salama sana kukutambulisha kwa mtoto ukiwa umevaa miwani. Moyo wangu ukaanza kwenda mbio. Nikajiuliza Tina anataka nini tena huyu? Nikivua miwani mtoto si ataniona sasa? Basi kinyonge nikavua miwani mpaka usawa wa pua. Nikatabasamu. Naomi kama akakaza macho hivi kuniangalia vizuri. Pale pale haraka nikapandisha miwani
Nikairudisha kuivaa vizuri. Tina akamwambia, sasa Naomi, mwanangu, mimi nimekuja kukuuliza maswali machache tu, halafu nitakuacha uendelee na shughuli zako. Sawa mama? Naomi akasema sawa. Tina akamuuliza, ulifuata nini asubuhi ya tarehe 9 nyumbani kwa mzee Salu? Naomi akasema, mama alinituma mikate. Tina akamuuliza, ulikuwa na nani? Akajibu, nilikuwa peke yangu. Tina akamuuliza, ukapata mikate uliotumwa? Naomi akamwambia, hapana. Wakati nafika, nataka kugonga tu mlango, mlango ukafunguliwa. Akatoka mbaba, akaniangalia. Nikamuuliza, mikate ipo? Akapiga hatua kuondoka bila kunijibu chochote. Mimi nikawa naita, mikate, mikate. Nikaita sana, lakini hakuna aliyeitika. Baada ya muda ndio wakaja wa mama wakiwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Wakaniuliza, nikawaambia kuwa kuna mtu ametoka humu ndani. Walishtuka sana. Baada ya hapo ndio nikaona mapolisi wanakuja. Tina akamuuliza Naomi, unamkumbuka yule mtu uliyemuona akitoka kwenye nyumba ya mzee Salu? Naomi alipoulizwa vile, akainuka kutoka kwenye kochi alilokuwa amekaa, akaja kukaa kwenye kochi lililokuwa mbele yetu. Akawa amekaa mbele yetu, anatuangalia uso kwa uso. Moyo wangu ukapasuka kwa hofu. Nikajiambia, mama yangu, huyu mtoto amenijua. Alipokaa, Tina akarudia kumuuliza lile swali Naomi, unamkumbuka huyo mtu kwa sura? Naomi akasema, ndiyo, namkumbuka. Alikuwa ni mbaba mweusi, mrefu kiasi, ana ndevu nyingi hapa. Naomi akawa anashika kidevu chake kuonyesha. Kisha akasema, ana ndevu kiasi huku kwenye mashavu. Tina akamwambia, okay, sawa, asante sana Naomi, nikihitaji msaada mwingine nitakujulisha. Sawa? Naomi akasema sawa. Tina akamwambia, sawa, nenda kaendelee na shughuli zako. Naomi akainuka na kuondoka. Mimi nikashusha pumzi kushukuru. Nikajiambia hajanijua. Tina akamshukuru sana yule mwanamke aliyetufungulia mlango na kutukaribisha. Kisha akamuuliza, wewe ni nani wa Naomi? Yule mwanamke akamwambia, mimi ndiye mama yake Naomi, na mimi ndiye niliyemtuma mikate siku ile asubuhi. Tina akamwambia, nafurahi kukufahamu. Kisha akamshukuru sana. Halafu tukaaga, tukaondoka. Tulipotoka, Tina akaniambia kuna haja ya kufuatilia huyu mtu aliyeonwa na huyu mtoto akitoka ndani ya nyumba ya mzee Salu. Inabidi tutafute simu ya mzee Salu ili tuone aliwasiliana na nani. Watu wote aliowasiliana nao siku moja kabla ya tukio wakamatwe. Halafu huyu mtoto aitwe kufanya utambuzi kwa kuwaangalia sura zao. Nikashtuka mpaka nikajikuta nimesimama kwa mshtuko. Nikajiambia, kwa hichi alichokisema Tina,
nitajulikana kuwa mimi ndio mpwa wa mzee Salu. Nikajiuliza, simu ya mzee Salu ilichukuliwa na polisi au itakuwa ipo wapi? Nikajiambia, nakumbuka siku ile sikuona simu ya yoyote mule ndani. Tina akaniuliza, vipi kwani? Mbona kama umeshtuka sana? Nikamwambia, hapana, sijashtuka. Nimepata kama kichomi kikali sana kichwani. Tina kwa mshtuko akaniuliza, upo sawa? Nikamwambia, kimesa hacha, huwa kinanitokea mara moja moja. Tina akaniambia, kama ni kikali sana na huwa kinajirudia rudia, basi hakikisha unaenda hospitali kwa uchunguzi zaidi. Usidharau kitu kwenye afya yako. Nikamwambia sawa. Basi tukaendelea kutembea. Tina akaniambia, tutawakamata suspect wote, tutawaweka ndani. Halafu kuanzia hapo ni rahisi kujua nani ndio mhusika na nani alitumwa. Tutajua maji na mafuta vitatengana tu. Tutajua kabla hata ya kupeleka jalada mahakamani. Mahakama itakuwa na kazi nyepesi kabisa, na ndilo lengo la upelelezi unaofanywa na polisi. Nikamwambia itakuwa vizuri sana. Akaniambia tuombe Mungu tu. Nikamwambia Mungu atasaidia. Basi mimi na Tina tukatembea kurudi kule kwenye nyumba ya wageni niliyofikia mimi ninapoishi. Kufika tu nyumba ya wageni, tukaona Defender ya polisi imepaki nje. Wakati tunatembea kuelekea mlango wa nyumba ya wageni, ghafla askari wawili waliovaa kiraia wakashuka kutoka kwenye ile Defender, wakapiga hatua kutufuata. Walipotukaribia, wakamgeukia Tina, wakakakamaa kama ishara ya heshima kwa mkubwa wao. Kisha wakanigeukia mimi, wakaniambia, upo chini ya ulinzi, unatuhumiwa kwa mauaji ya mzee Salu na familia yake. Usikose sehemu inayofuata kesho saa 3 usiku.